Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel anasema kwamba Cuba itaikabili Marekani kwa nguvu kubwa isiyokuwa na kifani ambayo haikudhaniwa hapo kabla. Hii ni kufuatia kauli ya rais wa Marekani Donald Trump ambaye amesema baada ya kumalizana na Iran ataivamia Cuba na mpango wake mkubwa ni kuondoa utawala wa taifa hilo la Cuba ambao unapinga mipango mikakati ya Marekani ya namna ya ushirika wa dhati na Marekani. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel amesema kwamba kwa sasa Marekani inachokifanya ni kutoa vitisho vikali kwa mataifa mengine, lakini ikumbuke kwamba licha ya kile inachoitwa ukubwa wa Marekani katika sayansi na teknolojia na hata katika uchumi, lakini Cuba inao uwezo wa mapambano wakati wote na kamwe Cuba haiwezi kupiga magoti dhidi ya Marekani. Rais Miguel Diaz-Canel amebainisha kwamba kwa sasa kumekuwa na ongezeko kubwa la tishio la kijeshi kutoka upande wa Marekani, lakini amesema kwamba vitisho hivi haviwezi kuwanyamazisha na wala hawezi kupiga magoti dhidi ya Trump. Mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ambao sasa unaonekana ni wa wazi, ambao aliuzungumza katika siku za hivi karibuni, ni namna ambavyo anataka kuivamia Cuba. Rais wa Cuba amesema kwamba ongezeko la tishio la kijeshi kutoka upande wa Marekani limefikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Anasema rais wa Marekani anazidisha vitisho vyake vya uvamizi wa kijeshi dhidi ya Cuba kwa kiwango cha hatari na ambacho hakijawahi kushuhudiwa, Diaz-Canel aliandika kwenye ukurasa wake wa X, ambapo zaidi anasema kwa sasa jumuiya ya kimataifa inapaswa kuzingatia hilo na kuamua pamoja na taifa la Marekani ikiwa kitendo hicho cha kihalifu kinaruhusiwa kwa ajili ya kukidhi maslahi ya kundi dogo lakini tajiri na lenye ushawishi linalosukumwa na kulipiza kisasi na kutolipiza kisasi. Rais huyo wa Cuba aliandika pia kupitia ukurasa wake wa X kwamba hakuna mchokozi hata mmoja, hata awe na nguvu kiasi gani, atapata utiifu nchini Cuba. Diaz-Canel alisisitiza, nipo tayari kuliongoza taifa lililojaa azma ya kutetea mamlaka na uhuru wake katika kila sentimeta ya eneo lake la kitaifa, aliongeza Miguel Diaz-Canel. Zaidi amesema kwamba hawezi kuangalia Marekani ikachukua chochote wala kufanya uvamizi wowote katika taifa hilo, kwani uwezo wa Cuba ni mkubwa na hakuna ambaye ataamini katika mapambano endapo rais wa Marekani Donald Trump ataamua kupeleka silaha zake za kijeshi na wanajeshi wake ndani ya taifa hilo la Cuba. Kwa muda mrefu Marekani na Cuba yamekuwa mataifa yasiyokuwa na mwelewano, lakini ni kutokana na sera za kijamaa za Cuba ikitofautishwa na zile za kibepari za Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka vikwazo vikali dhidi ya Cuba na hata kufikia hatua ya kuzuia taifa hilo lisipate mafuta kutoka nchini Venezuela. Venezuela ni moja kati ya mataifa ambayo yalikuwa yakisaidia upatikanaji wa mafuta katika taifa hilo, hali ambayo baada ya jeshi la Marekani kumteka nyara Rais Nicolas Maduro wa nchi hiyo, moja kati ya jambo ambalo limetokea nchini Cuba ni kwamba ilizuiwa kutopata mafuta kutoka Venezuela, na rais wa Marekani akaweka vikwazo kwa taifa lolote ambalo litapeleka mafuta nchini humo. Lakini ni Urusi pekee ambayo imepeleka mafuta ya kutosha na imesema itaendelea kupeleka mafuta katika taifa hilo la kisiwa cha Caribbean. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu yanayojiri duniani.